utajiri yako yote, pesa yako yote iko hapa. Utajiri, unaona hapa kwa hii chupa hii ndio imebeba kila kitu. Hiyo pesa umepoteza kila kitu kabisa. Kama ingepatikana, wewe maisha yako haingewahi kuwa sawa kabisa maisha. Unaona hapa ndio umefunga kijana. Usimwage. Mzee usiwe na shaka. Unajua aliniambia ukimwaga hiyo maji mimi nitakufa. Tafadhali usimwage hiyo maji. Daktari Namwaga. Na hii ni kazi ndogo sana kwangu. Hata nashindwa Kiboko ameshindwa aje na hii kazi kama hii. Unaona vile imeshikanishwa hivi? Kutoanisha ni kumfungua. Nataka nitoanishe, nikate hiyo kamba ya huku na huku. Ndio. Nianze kumfungua kwanza. Okay. Unaona hizi manyama amefungwa, hii ni magonjwa. Hii ni magonjwa ambayo alikuwa anawekewa. Okay. Tufungue. Mshikilie. Leo wanangu wa nguvu, wanangu badi, wote wanajua kazi inafanya haiwezi zaidi. Nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Bado niko sawa, yes, but I'm really stressed, but nikiwa na Daktari Namwaga kila kitu kiko sawa. Najua kabisa mnauliza Daktari Kiboko. Daktari Kiboko alimwachia Daktari Namwaga afanye kazi na alimwachia kiroho safi. Yeye mwenyewe alisema anaenda Kampala kufanya kazi zingine, na bado akasema atakaa huko mpaka further notice. So singeweza kumkaza arudi because yeye mwenyewe aliona ni hivyo. So Daktari Namwaga bado anafanya kazi nzuri. Mnavyoona mambo yanaenda vizuri kabisa. Maana hata Daktari Kiboko hiyo kazi ilikuwa imemlemea kidogo, sio sana. Kwa najua pia Daktari Kiboko ana uwezo wa kufanya kila kitu. Lakini pia alimwachia Daktari Namwaga because Namwaga he has more skills. Na kila kitu, na anatumia nguvu za Mungu because Mungu ndio kila jambo. Atumie uganga, atumie chochote. Na ndio mimi nashukuru amenisaidia, na really kama amenisaidia mimi, kwani wewe ni nani? So naamini kabisa kila kitu kiko sawa. Daktari, kama amenisaidia mimi, kwani wewe ni nani? Yes, mimi naitwa Namwaga na kazi yangu ni kusaidia. Kiboko alinitafuta kusema kuna kazi iko mahali kidogo imeshindikana. Kuna kijana alikuwa amefungwa, ilikuwa tu kidogo tu afe. Ilikuwa tu imebaki kidogo tu, lakini nikafika kwa wakati, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nikafika kwa wakati, nikaweza kumsaidia. Na hata hizo vitu zilianza kutoka hiyo siku. Zao bado mwili kidogo iko bado weak kidogo, lakini mpe tu muda kidogo tu, atarudi tu awe sawa kabisa. Hata ndio maana nilisema kwa sasa aweze kupumzika, asiweze kuingia kazi kidogo mpaka tumalize. Lakini daktari, mimi nilisema unajua mimi niko kazi bado na nazidi kupiga kazi because unajua mimi naamini hakuna kitu ambacho kinashindikana. As much as I feel like I'm somehow weak na pia exhausted, na pia akili yangu imechoka kabisa, so but I feel like kusema juu hii story yote, juu kuna venye umeambia ule anko venye atafanya na hizo stories zote, unaona aje? Sababu najua kitu moja daktari, nikwambie hii safari bwana imetusukuma. Huyu jamaa saizi anafaa kuwa job, lakini abu angalia, yani tunafanya kitu yenye hatufai kuwa tunafanya kama familia. Unaona, ukiwa na mimi usiwe na hofu yoyote. Sababu hata kufikia saa hizi ushaona ile kitu ambayo naweza fanya. Umeona kazi naweza fanya. Sasa usikuwe na hofu kama bado niko. Kama bado uko na nambari yangu, wewe usikuwe na hofu kabisa. Na hata bado nitazidi kuwa na nyinyi, kusimama na nyinyi mpaka muweze kusimama. Hakuna siku ambayo utafanyiwa tena kitu. Bado sijamalizana na wewe bado. Hakuna siku utawahi fanyiwa jambo lolote. Usiwahi kuwa na hofu, sababu tushaanza kuvunja hizo vitu, tunazimaliza kabisa. Hiyo vitu akishaleta hiyo pesa, tuende kwa gari na kwa nyumba, tutakuwa tumemaliza kila kitu. Na wewe mwenyewe ni kuweze kufungua kabisa, usiwahi pata tena tatizo lolote kuhusiana na mambo kama hayo ya kufungwa, kuharibiwa. Unajua sijui kama kwa miezi kama 2-3 ambayo ilikuwa imepita, mambo yako haikuwa inaenda vizuri. Ni kweli daktari. Kwa sababu hata ile msaada alikuwa anatumia anko, hata kule nyumbani wazazi walikuwa wameshaanza kucomplain. You see? Hata tunashindwa hii complain imeanzia wapi? Hatukuwa tunajua venye kumeenda. So wakati tumesema hivyo historia ya miezi 2 hivi, kuna venye kumechange sana kabisa. Hata yeye mwenyewe yani niliweza kupunguza I tried my level best, but I tried my level best, nikawa ndo hivyo. Nilikuwa namtumia kidogo. I thought it was just something normal. Na hata by the way I don't know why sikuambia Daktari Kiboko anifunge I don't know why, but it's fine. You know, kila kitu kina happen for a reason, at least to learn, tuone vile mambo inakuwa, because unajua
kitu ya kwanza ulianza na kufungwa, usione familia yako ile damu ya kabisa. Ulifungwa kwanza uweze kumuona yule anko yako. Hapo ndo mahali shida ilitokea. Sasa hata ilikuwa hawasahau kabisa. Akae tu kwa giza. Alikuwa kwa giza, si akae kwa giza, alikuwa ameingia kwa giza. Daktari, ningeomba sana umvute huyu jamaa akuje haraka maana amechukua muda sana. Mimi unaambia mkiwa na mimi kila jambo tunataka tujione. Unaona mahali tumefika? Tunataka kuna mambo tunataka sisi wenyewe tujione kama familia. Si tayari ile mambo hizo. Si nimewaambia. Sharudi. Wewe umekuja. Lakini kusema ukweli hili ni mimi naomba tu msamaha. Ile pesa mliniitisha nimeleta. Okay. Kaa hapa mzee. Wewe hata siwezi kuita ango tena because una heshima kabisa watoto wako. Mimi naomba msamaha. Keti chini ango tuweze kuongea. Uweze kuongea ukiwa umesimama. Anko nikuulize, hizi nini umebeba kusema ukweli? Ile 20 tulikuwa tunasema, mimi nilienda wakati nimulisikia nimeenda Mombasa. Nilienda kwa mganga anaitwa Ali. Hiyo pesa nilipeleka huko, akaiweka kwa chupa. Alafu akaniambia nijaze maji. Ngoja kidogo. Hiyo maji alikwambia ujaze ni ya wapi? Hii ni maji tu ya kawaida. Unajua mzee, unataka kusaidika lakini bado tu unaniona mjinga, bado tu unaleta uongo. Daktari, hii ni maji ya kawaida. Haya ni maji ya kawaida tu. Hata saizi anadanganya tu. Vile tu ulifanya mwanzo, hata sasa bado unaendelea. Bado tu anadanganya tu. Hapa tu funguliwa macho. Angalau tu anko ujikomboe kwa hii. Tena bado unadanganya ati maji ni ya kawaida tu. Maji ya kawaida iko na doa aje ndani. Hii si pesa. Hii ni pesa iko hapa ndani. Na ni hiyo ambao iko hapa. Mzee, maji iko na pesa. Hii pesa kama ni ya kawaida, hebu kunywa kidogo. Hapana, siwezi. Umesema maji ni ya kawaida? Si maji ni ya kawaida? Okay, kunywa kidogo. Kusema ukweli, vile nilienda kwa huyo mganga mwenye anaitwa Ali. Yeye ndiye aliingiza hiyo pesa kwa hii chupa, hata nimetoka kuifungua tu saa hii. Akaniambia niende nichote maji kwa bahari, nijaze chupa, alafu nifunike. Ndio ukuje uroge Lamu, si ndio? Ndio ukuje uroge Lamu. Lamu umesikia story yote? Yaani unajua mimi I don't have, yaani sina say kabisa. Nimefika time ambayo I wish ningekuwa naongea maneno mengi, lakini inafika time mpaka moyo wangu una utajiri yako yote, pesa yako yote iko hapa. Unaona hapa kwa hii chupa hii ndio imebeba kila kitu. Hiyo pesa umepoteza kila kitu kabisa. Kama ingepatikana, wewe maisha yako haingewahi kuwa sawa kabisa maisha. Just imagine daktari, mimi of course I get a lot of money, I have a lot of money, but sometimes unajua unapata nimetumia vibaya nini. Amefanya hiyo kazi. Sasa si unaona ni issue ni anko, hakuna mtu mwingine amefanya hiyo kazi yote. Hiyo do yote unapata mwenye kufanya hiyo kazi yote ni huyu. Na ameongea vizuri sana ati alienda kwa Ali. Sijui umemuita? Anaitwa Ali. Lakini mimi naomba mnisamehe tafadhali. Kile ulifanya. Si kitu moja daktari, tulikutafuta sababu tulikuwa tumeshindwa. Fanya hivi daktari, atoe kila kitu, gari, arejeshe afya, sababu unaona huyu jamaa saa hizi, ona venye yako mwili, hata na struggle kuongea saa hizi. Kwa hii nini tuko nayo kikao ya familia. So wewe fanya hivi, mwambie vitu zote alete, hatutaki kitu kingine. Na akifanya hivyo, bora tu anko usirudie hii maneno. Hata kama utarejesha tafadhali. Sitarudia, naomba msamaha. Unajua mimi naona mbali sana. Ndio daktari. Na hivi vile unasema hutawahi rudia. Wacha tu nisiseme ingine, nisiongeze ingine juu. Akirudia hata sababu anajua kwa nini nimenyamaza. Si unasema mwenyewe hutawahi rudia. Sitawahi rudia. Tafadhali nisameheni. Daktari nikwambie kitu. Sitawahi rudia. Ako na kijana anaitwa Peter. Ukifanya hivi tena, sinaona ule kazini yetu pia ataingia kwa hiyo mtego. So hakuna kujikomboa. Kwa sababu siwezi taka Peter apitie hiyo. Mimi kusema kweli, maisha binadamu ni ngumu sana. So ango I tried my level best. Hebu mzee kukusaidia na wewe mwenyewe una shika. Naona hapa ndio umefunga kijana. Usimwage. Mzee usiwe na shaka. Unajua aliniambia ukimwaga hiyo maji mimi nitakufa.
Tafadhali usimwage hiyo maji. Usimwage hiyo maji. Mimi niko hapa kukusaidia. Lamo. Usimwage hiyo. Anataka kuendelesha ile story tu ya mwanzo. Unasema maji simwagwe. Ni ile tu. Alisema hii maji ikimwagwa. Sasa mimi nakwambia najua ile kitu mimi nafanya. So wewe tulia, usikue na shaka nikiwa hapa, usiogope. Haki usimwage. Usiogope jambo lolote. Tafadhali tulia. Bado unasumbuana. Bado unataka kufunga kijana yako? Hapana. Na sasa mbona unataka nifanye? Mimi naofia. Usimwage. Mbona unasema nisimwage? Kwa sababu ngoja daktari, unajua alisema, mbona unazuia mimi kufanya kazi yangu? Alisema ukimwaga hiyo maji ama mtu akimwaga nitakufa. Ngoja, hautakufa, uko na mimi. Mimi waacha kumzuia kufanya kazi yangu. Daktari tafadhali. Wewe sasa bado my life. Hiyo. Maisha yangu. Acha iende. Sasa kijana, acha tukufungue na pesa yako. Tufungue. Hii sasa siwezi ifanyia hapa. Hii najua vile nitaenda kufanya. Nitengeneze kijana arudi sawa. Sasa hii naenda nayo. Sasa wewe na hali wako tumemalizania hapa. Hapa imeisha hii. Kabisa. Uko sure imeisha? Hapa wewe na hali wako mmeishia hapa. Kutoka hapa mimi nachukulia kutoka hapa sasa. Sawa daktari. Exactly. Asante daktari, kwa kweli I'm really happy, I'm grateful. Daktari, Mungu aweze kukubariki. Mungu aweze kukubariki. Mungu aweze kukubariki kabisa. Sasa kijana, mwenyewe utajionea. Kutoka hapa, nikitoka hapa niende nifanye kazi, unipe siku kama 2, utaanza kuona mwenyewe ile ambayo uko unaona. Sawa? Na wewe mzee, hiyo kusema utakufa, hakuna kukufa, utakufa. Sawa. Amuka. Sasa utakaa kwa nyumba yako kwa amani. Mazee. I'm happy. Yeah, that's for sure. For now, mimi sina maneno mengi ya kusema. What I'll say is bye bye till next time. By the minute wote nataka nisaidike tu. Haki nisamehe kijana. Wewe siwezi